Kila mmoja wetu ana madhambi yake. Alokamilika ni Mwenyezi Mungu peke yake. Alkamalu lillahi wahda. Lakini jambo la kushukuriwa hakuna anayejua wewe na mimi tunafanya nini. Hakuna anayejua. Mwenyezi Mungu ametusitiri ndugu zangu. Lau kana dhunubu rawaih ma jalasa ba'duna ba'd. Abdullah bin Mas'ud anasema lau madhambi ingekuwa ni harufu mbaya, hakuna mmoja angekaa na mwenzake hapa. Kila mmoja wetu ana harufu ya kutisha ndugu zangu. Lakini jambo la kushukuriwa, Mungu ameifunika harufu mbaya, hakuna anayejua, na amekusitiri wewe na mimi. Hili ni jambo la kushukuriwa kwa kweli. Lakini tahadhari, aibu hii isije ikaenda ikatoka mbele ya watu. Na hii ndo aya inaitisha ndani ya Qur'an. Wanasema wanazuoni mufassirin, hakuna aya ambayo inaitisha ndani ya Qur'an kama Mwenyezi Mungu alivyosema yauma tubla sarair, siku ambayo siri za waja zitafichuka. Watu watashangaa kuona TV yako na yangu, watasema hatukufikiria kwamba huyu ndio imamu wetu, huyu ndio shekhe wetu, huyu ndio kiongozi wetu. Mpaka mtoto mdogo atashangaa kuiona TV ya baba yake siku ya Kiyama. Nasema leo baba yangu alikuwa mtu mchafu namna hii, baba yangu alikuwa mtu mbaya namna hii. Lakini maadamu Mwenyezi Mungu alikustiria aibu yako hapa duniani, bado kuna nafasi ya Mwenyezi Mungu kuzistiri aibu hizi mpaka siku ya Kiyama. Maadamu wewe utatubia na utawacha na utayajutia na utatia azma kwamba bana, mimi sitorudia tena kuanzia leo, kuanzia sasa. Kwa sababu Mtume anatuambia ahlul janna, wale watu ambaye watapita mitihani siku ya Kiyama kwenda peponi. Wacha watu wa motoni. Watu motoni hali yao ni mbaya zaidi. Watu wa peponi ndugu zangu, anapita mtihani, ameshafanywa mahesabu yote, anaambiwa sasa bana, tik, ingia peponi. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Wakati atakapofunguliwa mlango kuingia peponi, ndugu yangu, Mwenyezi Mungu atamuita kando kwa siri, kisha atamwambia ya fulan bin fulan, kwa kweli umevuka mtihani, unaingia peponi. Allahumma ja'alna minhum. Alafu Mwenyezi Mungu atamtolea kitabu chake sasa. Atamwambia lakini pata kujua ya fulan bin fulan, tarehe fulani, siku fulani, mahali fulani, wakati fulani, saa fulani, ulifanya kadha na kadha na kadha na kadha. Usifikiri ya kwamba ilikuwa hatujui, wala usifikiri ya kwamba ilikuwa hatuoni. Tuliyashuhudia yote haya, lakini tulikusitiri duniani, na leo vile vile tunakusitiri. Ingia ndani ya janna. wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Nimeombwa kwamba niongelee maudhui ya swala, vile vile nigusie kuhusiana na umuhimu wa swala kusali, na hasatan tukianza na swala za sunna. Leo unamkuta Muislamu anaingia msikitini, kabla ya swala anaswali rakaa mbili, anakaa chini. Unamuuliza, hii rakaa mbili ulioswali ni swala gani hii? Sio watu wengi wanajua. Unamuuliza, hii ni tahiyatul masjid, ni maamkuzi ya msikiti, au ni sunna ya qablia? Ni swala gani umeswali wewe? Wale ambao watakujibu miongoni mwetu ndugu zangu ni wachache sana, na wengi wa Waislamu leo hawajui katika kila swala kuna rakaa ngapi kabla na kuna rakaa ngapi baada, na katika ibada hizi za mchana kutwa katika swala za sunna tunafaa kuswali wakati gani, kuna rakaa ngapi na ina umuhimu gani. Na hizi swala zenyewe za sunna wengi wetu sisi hatujui. Kumbe mtu ukiswali rakaa mbili ya kabla, mfano ya alfajiri, au rakaa mbili ya kablia ya magharib mfano, thawabu yake ni nini? Wengi wa Uislamu hawajui. Unajua, wewe unapojua thamani ya kitu ukaambiwa ukifanya hivi utalipwa hivi,
basi ile jambo hautoidharau tena katika maisha yako. Lakini sasa wewe hujui, mimi hapa nikiswali rakaa 2, nikiswali rakaa 4, malipo yangu ni nini? Mungu ananichukuliaje katika hali hii? Wengi wa watu hawajui, lakini tukishajua, ndugu zangu, ndo wewe utaipa kipawa mbele. Hakuna swala ya sunna itakupita. Na wengi wetu sisi hapa tunaonelea kwamba bana, hizi ni swala za sunna tu, si lazima. Kweli sio lazima, sio lazima. Hakuna mtu yote amesema swala ya sunna ni lazima, lakini angalia ile thawabu na mtu kujikaribisha kwa Mola wake atakayepata mbele ya Mungu kwa sababu ya kutekeleza ibada ya sunna. Unajua, miongoni mwa ibada ya sunna, ndugu zangu, ukiyatekeleza wewe, Mungu atakupenda kwa sababu ya ibada ya sunna. Je, ukifanya ibada ya faradhi itakuwaje? Ndio Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi anasema, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba, hatoacha mja wangu kujikaribisha kwangu mimi na ibada za sunna. An-nawafil ni ibada yoyote ya sunna, ni swala za sunna, saumu ya sunna, mtu kuamka usiku wa manane tahajjud. Wanazuoni wengine wamesema vile vile ni katika sadaqa, mtu akitoa sadaqa ni katika sunna. Ibada yoyote ya sunna ambayo Muislamu anaitekeleza, ukiyafanya hayo, Mwenyezi Mungu atakupenda wewe, ndugu yangu. Unajua Mwenyezi Mungu akishakupenda